Unashtuka nini? Umekuja tu ambushi na kama umevamia. Ndugu, umenikuta. Pacha. Kaka. Naomba unielewe. Wewe una akili timamu. Zoezi lile la mambo ya ujauzito, sawa? Nadhani tumeenda ofisini, babangu tumemwita, amekubali kabisa ukubali mimba yako wewe. Sawa? Hakuwa na tatizo na tatizo limeisha. Ninachokuomba niachie mwanamke mimi. Umeelewa? Kwa vile ile tatizo limeisha. Na yule mke umekabidhiwa yule mke, mimba ile hujaweka wewe. Na yule hujanitafuta wewe. Mimi ndio nimetumia akili nyingi sana kunitafuta, nimemuumiza kichwa changu kunitafuta mwanamke. Mwanamke anahitaji kuanzia hii hapa tunaotoka hapa. Kantoe kwako nilete nyumbani. Bila kuja, yani usitake nije mimi. Ndio unajua. Kwani mimi labda nikuuliza swali moja. Hata matatu uliza. Sawa. Ule ujauzito aliweka nani? Mimi. Kwa ujauzito ule unajitembeza wenyewe ama anakaa na mwanamke? Yule? Ule ujauzito anakaa na mwanamke? Anakaa na mwanamke. Sasa kwa nini ulikimbia ulishinda kukabiliana na ile tatizo ukaenda kujificha kwenye msitu kama ule kwa kuogopa kwenda kuchukua ile mada? Ukanikuta ukaniambia kwamba kaka, hebu kwanza twende tukajaribu mazingira tukabadilisha system. Sawa? Ndio. Mimi nikawe ndio wewe, yani mputu ndio mimi, naanguka ukawe wewe. Sawa? Sawa hivyo hivyo. Mimi nikaamua kwenda kulivaa ile bomu. Sawa? Tukatoka pale tukaenda hadi ofisini. Tumefika ofisini, yule mzazi wa mtoto akaitwa. Tulipofika pale kujieleza, yule mtoto akanikubalia ule ujauzito kunikabidhi. Umeelewa? Yule binti nikapewa na baba mkwe yule, nikakabidhiwa mimi. Na maana wewe tatizo lilikuwa limekunuzuru kwako wewe. Ujasiri wangu ikawa imevaa kumpata yule mwanamke. Kwa hiyo unaongea madai, kwanza unamaanisha nini? Twende kwenye point yangu, sawa? Ninachohitaji kuanzia hii leo, mwanamke unikabidhi mimi. Kama mambo ya ofisini sijui kufanyaje, twende ofisini tena tukabadilisha habari. Awe nani yako wewe mwanamke kukabidhiwa? Yule mke wangu mimi. Sikiliza blaza. Wewe mimi sikubali, hakuna. Subiri. Hapa umefika usitumie pressure, sawa? Mimi ndo nina pressure zaidi ya wewe. Umesikia? Wewe una madhaifu siku zote. Ndio nakwambia hivi. Yule mwanamke wangu mimi, umeelewa? Alafu kwenye mahusiano usije ukaingilia. Wewe pale ya kwako ni mimba. Mwanamke wa nani? Mwanamke wangu mimi. Wewe mimi sikubali. Wewe ulikataa kule. Hakuna atakaye kubali habari hiyo, mimi sio fala. Sasa mimi usiniingilie kwenye mahusiano yangu. Kuhusu yule mwanamke achana nao kabisa. Wewe yule mwanamke ulikataa. Mimi ndio mputu, wewe ndio naanguka. Kwa hiyo hicho kitu kiache kabisa. Mimi sitaki nikusikie. Yaani hapa habari za mapacha ndio zinaishia hapo. Haziwezi kuisha. Hapo na mimi saizi hakuna chapacha kwa sababu wewe gepo yako kubwa. Mashiko yako wewe. Sehemu ya mapacha kwamba pacha ukifanya kitu hiki naweza. Yule mwanamke wangu mimi. Ile mimba yangu mimi. Gharama ya mwanamke yule kunitafuta ninajua mimi naanguka. Sawa, sikiliza. Usijiveshe jina ili ya mputu kwa yako wewe. Wewe unajifanya unaelewa sana, ndio maana nakwambia siku zote wewe unaharibu. Wewe. Kwani kitu chako wewe mfano. Ngoja kwanza unijue. Kitu chako wewe. Ngoja kwanza. Wewe unijui. Nakuuliza. Sikiliza. Mwanamke unaniletea kwangu, uniletee leo hii. Leo kweli najua wewe una madhaifu. Mimi mwanamke sikuletee kwa sababu mwanamke wa kwangu mimi. Kama mtoto, njoo mchukue mtoto wako. Yule mwanamke wangu mimi. Sasa mimi wewe ndio unaanguka. Hii mimi naenda kumchukua mwanamke leo utaenda kumchukua yule mwanamke. Hii mimi naenda kumchukua yule mke wangu mimi. Kwenye mahusiano achana nao kabisa wewe. Acha ujinga. Ujinga ndio wewe. Acha ujinga. Na kama sawa na mapacha hapo na mimi sio mapacha tena usiniite mimi pacha wapo. Kama unaamua kulikasa wewe, kwa haina shida. Wewe mtu umeshindwa mwenyewe afu unakuja kusema umekimbia hapo umejificha kwenye msitu kama ule pale. Mimba nenda kule ukajibadilisha jina. Mimi nimekubali kuvaa bomu. Alafu wewe unajifanya kwamba mtoto leo uje mke wa kwangu. Piga bao.